vita ya hatima ya mtu ilivyo. Ukisoma hiyo sura ya 37 utaona maneno mazito sana ambayo tunaenda kuyasoma. Mstari wa 2, hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake. Akamfanyia kanzu ndefu. Mstari wa 4 tunamaliza. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Vita ya hatima ya mtu. Huyu alikuwa ni mtoto kati ya watoto 12 wa Yakobo. Yeye akawa na sifa ya pekee yake. Wanawe wote na Yakobo walikuwa katika hali ambayo wanakubaliana kufanya uasi, wanamficha baba yao. Lakini huyu Yusufu akawa wa tofauti. Wakifanya mambo maasi, wakakubaliana tusiseme, yeye ule uasi ulikuwa unamsumbua usiku wote. Halali anasutwa ndani ya moyo wake kwamba kwa nini nakubaliana na hawa watu kwa uovu. Kwa hiyo ili apone, alikuwa akimwambia baba yake mara moja kwamba baba, kuna jambo hili. Baba, kuna jambo hili. Kuna uasi umepanga. Kuna uovu tumefanya. Na hivyo unaona kwamba Yakobo alipenda sana Yusufu kwa sababu ya ukweli, lakini pia alikuwa ni mwanae wa tofauti wa uzee wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma mstari wa 5 anasema Yusufu akaota ndoto. Hapo ndipo vita nyingine inakuja kuwa kubwa. Akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto zake na kwa maneno yake. Sasa kwa sababu habari za Yusufu zimesomwa sana mahali hapa, sitaendelea kusoma, lakini kwa ufupi utaona vita ya Yusufu jinsi ilivyokuwa kubwa sana. Kuanzia mistari hiyo nitakuangalizia ili uende kwa some nyumbani, ili nikuletee kile Mungu anataka. Ukienda kwenye mstari wa 9 hadi 11 utaona. Halafu ukienda sura ya 39 mstari wa 1, ukiluka nenda kasome mstari wa 12. Luka nenda kasome 20 mpaka 23. Utaona kitu pale. Nenda kasome mstari wa 41 mpaka mstari wa 45. Sasa kwa ufupi kwamba Yusufu alikuwa ana hatima ya kuwa waziri mkuu. Lakini Yusufu akazaliwa katika familia ya watu ambao kwa kweli hawapelekwi shule kusoma. Kwa kweli ni watu tu ambao walikuwa ni wafugaji. Kwa yeye alijumlishwa katikati ya wafugaji. Lakini Mungu alizidi kusema naye kwa sura ya ndani katika maono yake kwamba wewe sio mfugaji. Wewe ni waziri mkuu, na kupitia wewe ndugu zako watapona. Sasa alikuwa anasema naye kwa ndoto, akiamka anawaambia ndugu, jamani, nimeota. Picha ambayo Mungu alikuwa anaiweka ndani ya Yusufu
Ni picha ambayo ilikuwa inamtengenezea vita kubwa, kwa sababu ile picha ndio ilikuwa imebeba maisha yake yote Yusufu. Kumbe katika kitabu hiki cha Mwanzo, kumwangalia Yusufu tunamwangalia kwa sababu tunapata kujua maarifa kwamba kumbe hatima ya mtu, maisha ya mtu yapo katika ile hali ya ndani ambayo Mungu anakufunulia, au wewe unavyojiona. Unataka kujua wewe ni nani? Jiangalie ndani ya moyo wako. Angalia unachoona ndani yako, unaona nini? Unapokaa peke yako unajiona wewe ni nani? Unapoota unaota nini? Hapo ndipo unaweza kujijua wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu akazidi kung'ang'ania kwamba naota ndoto bila kuangalia vita ni ngapi inayompinga anapokuwa naota ndoto. Hawakutaka hata aeleze ndoto yake, kwa kuwa walikuwa wakiona tafsiri ya ndoto yao ni kwamba ni ndoto kubwa, ni ndoto inayoonyesha yeye atakuwa mkubwa wao, ni ndoto inayoonyesha yeye atakuwa kuwa bosi wao. Kwa hiyo wakawa wanaipinga, wanatamani hata asiote ndoto, lakini yeye alizidi kuota ndoto kwa sababu hatima yake ilikuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe hata wewe kuna mambo mengi unayaona katika ndoto. Kuna mambo mengi unayasikia moyoni mwako yakitembea. Yanatembea yanasema wewe si muongo. Yanasema wewe usijiunge na vikundi hivi. Yanasema wewe usitoe rushwa. Yanasema wewe usiwe kama wale. Yanasema wewe sio mwana Dar es Salaam. Yanasema wewe unasikia ndani una tofauti. Na hata ukitenda uovu unajisikia, mbona wengine wanatenda uovu na wanaingia kanisani na wanalaa? Mbona mimi nikitenda nasikia hukumu kubwa? Wewe ni mtu wa tofauti. Lazima uanze kujijua kwa vile unavyojisikia ndani yako. Kwamba mimi, huyo alikuwa Yusufu, alikuwa na kaka zake, walikuwa wakifanya uovu, wanakubaliana kuficha, wanarudi wanakuwa salama. Lakini yeye akawa anasumbuka ndani, mbona mimi si salama? Akilala anaweweseka, anaona kama bora aseme kwa baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe unavyojiona, usihangaike na watu wanavyokuona. Usihangaike na watu wanavyokupiga vita. Hangaika na unachojiona, kwa sababu Mungu nyakati na majira kama haya anataka kuliinua kanisa letu, kwamba liwe ni kanisa la pekee la kweli, ambalo watu wataingia mahali hapo kwa kutetemeka na kwa kuogopa na kwa kusema Mungu yuko pamoja na wale watu kupitia sisi. Lakini mwanzo kwanza lazima uanze kujikagua ndani. Wewe ni mtu wa namna gani? Utajiona kwa jinsi unavyojisikia. Unajisikia ukichelewa ibada hata dakika moja, hukumu yako ni kubwa. Lakini unasema mbona watu wao ukichelewa ni kawaida? Wewe ulivyo ndani. Utajijuaje wewe ni mtu wa Mungu? Utajijua kwa jinsi unavyopata hukumu ndani. Utajijuaje wewe ni mtu mkubwa? Kwa jinsi unavyoshuhudia au unavyoota na unavyoamini ndani. Mungu husema na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema alikuwa na miaka 17, lakini alitembea na maono hayo kwa miaka mingi sana bila kutimia. Alitembea na ndoto hizo kwa vifungo. Kila mahali alipoenda, shetani alitaka aondoe kilichoko ndani yake, ila alishindwa. Unaona, wale watu kufanya vita walikuwa kaka zake, wakataka kumuua, ikashindikana. Wakamuuza kule alikonunuliwa, wakataka kumfanya mtumwa, ikashindikana. Ikabidi akabidhiwe nyumba yote awe mmiliki. Haya, bosi akataka kumuingilia, ikashindikana. Akabidi afungwe. Biblia inasema kule gereza alipofungwa, palikuwa na mpara mmoja ambaye amekabidhiwa gereza. Alipomuona Yusufu, Biblia inasema akamkabidhi gereza Yusufu. Yeye hana habari wala amuulizi Yusufu gereza inaendeleaje, maana aliona Yusufu Bwana yuko pamoja naye. Kwa kila wanachojaribu kumfunikiza ikashindikana. Wanafunikiza awe mtu wa chini na shindikana. Kila anapoenda anakuwa mtu wa juu. Kila anapoenda anapata kibali. Kila anapoenda anakabidhiwa miliki. Wakasema huyu mtu jinsi gani? Na huko gerezani akawa anapelekewa ndoto na tafsiri. Mfalme Farao anaota ndoto. Anajiuliza apate wapi mtu wa kutafsiri. Kumbe kuna mtu alitafsiriwa ndoto kule gerezani. Sasa kuna mtu anaweza. Wakamleta Yusufu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Jinsi ambavyo watakuwa, wewe unajiona wewe ni nani? Unajisikia wewe ni mtu gani? Unaota wewe ni nani? Unapokaa unasukumwa na kufanya nini? Jambo gani linakuwa dhahiri kwako? Mungu anataka ung'ang'anie hatima kama alivyong'ang'ania huyu Yusufu. Yusufu aliendelea kung'ang'ana na kusema nimeota hivi, aliendelea kung'ang'ana na kusema mimi ni wa Mungu, lazima nitende haki, lazima niende vile Mungu anataka. Hakuenda kujichanganya, hata alipokwenda kwa Potifa hakujichanganya. Ndani akaendelea kuona mimi sio wa kufanya haya, na hata alipofungwa hakuendelea kujichanganya na wafungwa. Ndani yake akasema mimi sio mfungwa, na hivyo ikawa ndivyo alivyoona neema machoni pa Farao, kwa sababu alijitambua kwamba mimi sio mfungwa hata kama mimi niko gerezani. Inawezekana kabisa maisha yako yapo gerezani, lakini ukikataa mimi sio mfungwa, kwa vile unavyojisikia ndani na kwa vile unavyomwamini Mungu, ni kweli Mungu anaenda kukuvusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nikakurahisishia kuelewa. Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Mithali ya 23 mstari wa 7. Anasema nje, kwa nje anakuchekea, lakini kwa ndani ni katili. Anasema usile naye. Maana ukila naye utakachotimia ni kile kilichoko ndani yake. Kwa kuwa ndani yake ana sura ya kukuchukia, usikae naye hata kama anakuchekea. Maana aonavyo mtu nafsini mwake, wewe unajionaje nafsini mwako? Nataka mtu ambaye anajiona nafsini mwake yeye ni mtu wa Mungu, lakini akiangalia mazingira anampinga. Nataka mtu ambaye anasema nikijiangalia ndani yangu najiona mimi ni mhubiri, lakini akiangalia mazingira nje anampinga. Huyo ndio ambaye Mungu anataka kumuinua usiku wa leo. Yule ambaye anasema mimi ndani yangu nikijiona najiona mimi sio omba, najiona mimi sio kwenda jehanamu ya moto, najiona mimi ni mtu wa Mungu, lakini akiangalia mazingira nje anakataa. Huyo ndio Mungu anataka kumtia nguvu usiku wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Yeremia sura ya 1 kinatufundisha ajabu sana. Ukisoma mstari wa 4 pale, Biblia inaeleza mambo mapana na mazito ambayo ukiyasoma unapata ufahamu wa ajabu. Yeremia sura ya 1 inatufundisha mambo ya ajabu ambayo Mungu anatazama ndani ya mtu au ndani yako. Utasoma mstari wa 4 unasema hivi: neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto. Sasa angalia huo ugomvi wa mtu na Mungu. Yeremia anaambiwa, wewe nimekutakasa, wewe ni nabii. Wewe nimekutenga tangu tumboni mwa mama yako, wewe ni fulani. Yeremia anasema mimi ni mtoto. Mungu anaanza kukumfundisha jinsi ya kujiona. Anasema hakujioni kwa nje, nikufundishe ukataka kujijua wewe ni nani. Angalia pale mstari wa 11. Tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia waona nini? Maana yamkini bado unajiona mtoto. Sasa fungua macho ya roho, wajionaje? Yeremia akasema ninaona nini? Vitu vya mlozi. Akasema umeona vema. Naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Mimi siangalie umbo, mimi siangalie ufupi, mimi siangalie kimo, mimi siangalie umri. Naangalia neno langu nipate kulitimiza. Na kama hutaki kujua kwamba wewe ni nabii, nikuulize swali ili ujue wewe ni nabii. Wewe unapolala na kuamka, ukikaa peke yako, unaona nini? Anasema naona mfito wa mlozi. Mimi kikaa hivi, najiona mimi ni mtu mkubwa, najiona niko nahesabu mapesa na wapo wa maskini, najiona mimi niko kusehemu moja na majumba mengi na walaza maskini, najiona mimi ni mtu mmoja niko na ubiri vyote natembea, najiona mimi. Au nachionaje ndani? Huyu sasa Yeremia alipokuwa anapiga mimi ni mtoto, siwezi, akamwambia ukitaka kujua unaweza, angalia maono yako unayoletewa, unaona nini? Akasema naona mfito wa roho. Sasa umeona vema, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Umeona vema, mimi natazama neno lilitimize. Akamuuliza tena mara ya pili, Yeremia unaona nini? Akasema naona sufuria ndogo tano.
Sasa sio kwamba ile sufuria ile ilikuwa linatokota kwamba kuna na chungu ilikuwa imeota. Ni maono. Unanielewa? Sio kwamba ilikuwa sufuria kama live, maono. Akafunga macho akaona maono, kuna sufuria linatokota vema. Angalia kwa ndani unachoona, umeona vema, maana mabaya yanatoka kaskazini na kuipata chini. Wewe sasa ni nabii. Umejuaje? Angalia ndani unaona nini? Wewe unaona mambo ya nchi. Unaona jinsi mabaya yanavyoipata nchi. Ukifumba macho unaona jinsi neno la Mungu linavyotimia. Unaona jinsi watu unaota ndoto na inatimia. Basi jitambue wewe ni mtu gani. Kwa yale unayoona, Mungu anataka kufanya kitu hapa. Mungu anataka kuondoa dharau hapa. Mungu anataka kuondoa kiburi cha watu hapa. Lakini akitazama asema kajengo ni kadogo, watu ni wachache, lakini mliomo huko unaona nini? Mimi kila nikikaa najiona niko Uswisi, ghorofa namba 18. Naambia Maloi, acha ushamba, panda huko juu. Kila nikipindi kijiona, najiona nimeandaliwa mkutano mkubwa. Afu wamenikaribisha wazungu hao. Na gusa tu wanapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyo, bibi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyo. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu jana wake. Angalia ule mstari wa 37. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyo. Sauli akamwambia Daudi, enenda, Bwana atakuwa pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu luka hapo, kimbia ni kwenye 45. Utaona maneno nasema, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli unaowatukana. Siku hii leo Bwana atakutia mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue kwamba yuko Mungu katika Israeli, nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni ya Bwana, naye atawa mikononi mwetu. Ikawa hapo Mfilisti alipojiinua akaenda akamkaribia Daudi, ndipo Daudi naye akapiga mbio akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Daudi akatia mkononi mwake mfukoni, akatwaa fumo jiwe moja, akalipa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika paji la uso. Jiwe hilo likamwingia pajini, akaanguka chini kifudifudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisisome sana hata mstari wa 54. Naye Daudi akakitwaa kichwa chake yule Filisti na kukileta Yerusalemu, lakini silaha zake akaziweka hemani mwake. Huyu sasa ni Daudi tunayemsoma hapa. Daudi anaambiwa unaenda kupigana naye ni mtu mkubwa, ni mtu mwenye nguvu, ni mtu na silaha, ni mtu na vitu, ni mtu wa vita, utapigwa. Anasema mimi ninavyojisikia ndani, mimi ninavyojiona ndani, mimi ninavyoona kwa ndani, najiona mimi ndiye nitakayeleta ukombozi kwa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ninavyojiona ndani, najiona mimi ndiye nitakayeleta msaada kwa wana wa Israeli. Mimi ninavyojiona ndani, najiona mimi ndiye nitakayempiga Mfilisti huyu. Sauli anamwambia wewe umepata wapi nguvu hizo? Ikiwa watu wenye nguvu, watu majeshi yangu yameshindwa, majeshi yangu yanakimbia, majeshi yangu yanaogopa, wewe usiye na silaha umepata wapi nguvu hizo? Akamwambia usijali,
mimi nilimpiga simba na dubu. Mungu wa Israeli ninaenda kumpigania, ataniokoa na Mfilisti huyu na nitakata kichwa chake. Ndani ya Daudi palikuwa na ujasiri. Ndani ya Daudi palikuwa na sauti inayosema Mungu wa majeshi hawezi kutukanwa. Ndani ya Daudi palikuwa na nguvu ya Mungu, ndani yake palikuwa na utisho wa Bwana. Anausikia, anasema hawezi kutudharau tena huyu. Na yeye hakusikiliza watu, hakusikiliza mfalme anachosema, hakujiogopa kwa ufupi wake au wembamba. Akasema huyu Mungu wanayemtukana atanipigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo ikawa. Ndugu zangu, kama bado mnaona ni story habari hizi za Mungu, tutakufa vibaya. Kama bado habari za Mungu mnaziona hadithi, tutapotea. Tufike mahali apokee mtu katikati yetu aseme hii sio hadithi, nikionacho nafsini mwangu ndivyo nilivyo. Najiona mimi nitaleta ukombozi, hatoki. Najiona mimi nitaleta miujiza, hatoki. Najiona mimi nitaponya watu, hatoki. Najiona mimi nitaenda Uswisi na China. Najiona mimi nitaimba sana. Najiona mimi nitaomba sana. Najiona mimi mtu wa tofauti. Najiona mimi nitachunga watu 1000. Najiona mimi wa tofauti. Unavyojiona ndani, usiangalie maisha ya nje. Jipe ujasiri katika Bwana. Endea katika yale unayojisikia ndani. Fanya unavyojisikia ndani. So ndani unajisikia kuuza mchicha, wewe unaenda kuuza magari. Fanya unachosikia ndani. Anza kujifunza kutembea na vision unayoiona ndani, kwa maana Bwana anataka kukufanya wewe kuishangaza dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka siku moja nimetoka hapa, nimesikitika sana kwa sababu alitokea mtu mmoja akatusumbua, akajifanya yeye ndo ana Mungu, yeye ndo ana Mungu. Nikamwangalia mchungaji hoi, nikamuuliza, mchungaji, uone haya? Nayaona, lakini tufanyeje? Kila nikimkataza ananiambia Bwana wa majeshi atanipiga. Kwa hiyo mimi naogopa kupigwa. Nikarudi nyumbani. Ndani yangu nasema hata mambo ya unabii wa uongo yameishia hapa. Sikubali. Mna ndani yangu nasikia kabisa kwamba sikubali. Nikarudi nyumbani, nikaanza kumwomba Mungu. Asubuhi nikapigiwa simu. Mchungaji wangu ananiambia, "Tito, umeamka?" Nimeamka. Ile jambo la jana nikamwambia, "Nataka nikueleze jambo moja tu mzee. Huyu nabii ambaye kila siku kazi yake ni kukuletea mazingaombwe, mimi nitakabiliana naye na ilikuwa atomu sasa, na atomu itabaki salama." Akasema, "Huwezi mwanangu. Ukiona mtu mimi namuogopa." Tokea nini? Nikamwambia ulipigwa sana. Unakumbuka nilipotokea pale, sijui wapi huko, ilitokea nikamwambia ulipigwa sana. Sasa uone kama ni hatari. Nikamwambia hamna hatari hapo. Nikaja kwenye kikao. Kilikuwa kikao cha viongozi. Mimi nikiwa ndo bado kabisa yake tu miaka 21. Kakaa. Kikao kile kikaenda. Ikafika sasa pointi fulani hivi. Yule bwana aliyekuwa anafanya mazingaombwe akasema, Roho Bwana amenitokea. Sasa amenionya nitubu. Kwa hiyo mimi natubu leo. Kwa hiyo yule akaenda akapiga magoti. Viongozi wote wakamzunguka wampige upako. Nilikaa kwenye kiti. Mchungaji wangu ananiangalia, "Wewe mbona unainuka?" Kwa siwezi kufanya mazingaombwe mimi. Toba kwa kuwa amejua kabisa kwamba kuna mambo yanaendelea, kuna jambo linakuja, ndio anafanya toba ya unafiki. Siwezi mimi kufanya vitu kama hivyo. Nikakaa. Ndugu zangu, kilichotokea, yule bwana amemaliza kutubu. Mimi nikaondoka.
alinikuta njiani. Akaniambia, wewe wazee wote wamekubali, wazee wote wameinama. Wewe nani wewe? Wewe takunyosha. Nikamwambia mimi huwezi kuninyosha. Kama namtumikia Mungu huwezi kuninyosha. Ndugu zangu, kilichotokea, huyo ujasiri wa ndani ndio ulioshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kesho yake nilikuja na hasira ya Bwana. Nikamwona mchungaji, nikamwambia tuchagua mambo mawili. Anabaki Mazingaombwe na baki mimi. Wewe ndio kuchagua. Sasa huyu ana hela, usifikiri sioni Mazingaombwe. Naona akinaenda naye taratibu kabla. Habari za kwenda naye taratibu sizitaki. Nataka leo useme anatoka mimi, yanatoka Mazingaombwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu aliniheshimisha sana. Yale Mazingaombwe yakakoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule bwana akaambiwa kuanzia leo huduma zako za Mazingaombwe kaa chini. Akashangaa kwa sababu alijua kwamba Mungu anaangalia kwa nje, kumbe Mungu anaangalia ile nia ya ndani, ujasiri ulionao, nguvu ya ndani unayojisikia. Unajisikia utende nini? Wakati mwingine unakaa chini unajiuliza, mimi nina miaka mingi sana, zaidi ya 10. Kila nikikaa najiona sio mtumishi wa kawaida. Nikija kanisani nikitoka mimi narudi nalia. Kuna wakati nilikuwa natoroka tu napitia huko mlango wa nyuma nakimbia. Nikifika nyumbani nalia sana. Nalia kwa nini? Sielewi. Nani najiona ni mtumishi wa Mungu wa kulea sio vituto vitatu. Naona nina maelfu wako wanalelewa hapo, nikija sioni watu, nikirudi nalia. Lakini hiyo ndoto imenisumbua miaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na niko tayari hata kuzeeka hadi mvi zikaota kichwani. Na ipambania hii ndoto, maana saa moja itatimia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu kibaya kama kutazama wanavyotazama wengine. Mungu amekupa kujitazama aje. Usihangaishwe na watu. Kama kuna mtu ambaye anakutisha kula, anakutisha kuishi, mwambie nenda na zako, niende na zangu. Maadamu tumboni kwa mama yangu hukunilisha wewe. Kaa katika nguvu ambayo Mungu anakuonesha ndani yako. Mungu anakuonesha wewe ni nani, ukoje, uko wapi. Kama ni binti hujaolewa, lakini ndani unajiona una watoto, ndivyo ilivyo, una watoto wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watoto wengi. Mungu anatembea na mtu kwa picha ya ndani. Ukimwangalia, mimi nilikuwa nasoma hapo, nikamwangalia nani yule hapo mwanzo, Ibrahim. Baada ya kutenga tu na Rutu, Mungu akamwambia Ibrahim, inua macho yako sasa utazame. Nchi yote ulionayo nimekupa na nitawapa watoto wako baada yako. Ibrahim kipindi hicho ana mtoto, anaambiwa nchi hii nitawapa watoto wako baada yako. Atatoka wapi watoto mimi mzee? Na kila wakati Ibrahim alipokuwa akitembea, hakuwa anatembea kama mtu ambaye hana watoto. Alikuwa anatembea kama mtu mwenye watoto wengi. Ndivyo alivyokuwa anajiona ndani na ndivyo alivyokuwa anajiamini. Haijalishi miaka ilikuwa inapita, lakini yeye ndani akasema mimi si wa hivi. Na ndio maana Mungu akazidi kusema naye. Na kuogopa kuojeana na Mungu kwa sababu alikuwa anajiona ndani yake alivyo. Mungu akamwambia sikiliza, unavyoona zunguka. Kakanyange pote nchi ya mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Macho yako yanapoishia kuona, nenda kakanyange nimekupa. Kumbe ndugu zangu, Mungu hawezi kukupa nchi ya unavyojiona. Kama unajiona wewe ni sisimizi, utaishia kuwa sisimizi. Kama unajiona wewe ni chokola, utaishia kuwa chokola. Kama unajiona wewe ni mtumishi wa Mungu kimataifa, utakuwa hivyo. Ndani yako unaona picha gani? Nenda kaizunguke hiyo picha. Anza vitendo sawasawa na hiyo picha. Anza kuhubiri sawasawa na hiyo picha. Anza kutembea sawasawa na hiyo picha ambayo Mungu siku zote anaileta ndani yako. Anza kuhangaika na kutafuta vitendo gani vitakavyotendwa vinavyofanana na picha hii. Kama picha yako unajiona katika hali fulani, nenda katende sawasawa na ile unayojiona. Maana hapo
wewe, na Mungu anaenda kufanya utukufu mwingi kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usije ukaanza kushika vya watu. Mimi nikilala naota naimba, mimi nikiamka nasikia naimba, mimi nasikia kama kuna siku moja nitaimba wimbo mmoja watu wataupenda sana. Sasa unaimba? Nikapigwa vita, nikaona nipumzike. Unapigwa vita usoni Yusufu aliendelea kushikilia kwamba mbona nikilala nyimbo zinaimba, taimba mpaka mwisho, taona mwisho wake utakuwaje. Mwisho wake akaja kuwa waziri mkuu. Na wewe fufuka kwa jina la Yesu. Toka kwenye usingizi wako kwa moto, fufuka kwa jina la Yesu. Na angalia Mungu anachokupa. Maono yako wewe unajiona nani? Unasema hiyo alikuwa anajiona mimi naimba. Nimeimba wewe, sio ni kitu. Nilikuwa najiona nahubiri, nimehubiri wewe, sio ni kitu. Mimi nilikuwa najiona nafundisha, nimefundisha wewe, sio ni kitu. Nilikuwa najiona nachunga, nimechunga wewe, sio ni kitu. Uone kitu wakati unamsoma Yusufu alikaa gerezani miaka 2 mizima akiwa anatumikia kifungo kisicho chake, lakini yeye ndani yake aliendelea kujikubali kwamba Mungu siku moja ataniheshimisha kama ndoto yangu, na ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo ndugu zangu, Mungu anataka kufanya kitu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiweke vitendo nje ya unavyojiona. Kama unajiona mhubiri unaenda kufungua duka, kuhubiri Injili sawa na unavyojiona. Unajiona mkulima unaenda kufuga, lima kama unavyojiona ndani. Unajiona mwimbaji unaenda kuhubiri, imba kama unavyojiona ndani, maana Bwana anakuweka katika sura ya ndani. Mchungaji, nilikuwa naota ndoto, niko mbele, watu wako hapo kanisani, mimi ndo niko mbele, nashtuka. Nikikae, Mungu ananiambia toa hizo hela, tengeneza vitini. Mimi nilitengeneza vitini mpaka galaki na 20,000. Nikawagawia watu kanisani, wengine nikaweka nyumbani. Somo lilikuwa linasema sifa. Somo la sifa. Laki na 20 iliisha. Nasukuma kutoa nitengeneza vitini, niwape watu na tengenezea masomo. Lakini nikiangalia na hali ya hisi ya ndani yangu nahimizwa, najiona mimi ni mtu fulani. Mungu alitenda. Leo naitwa mchungaji. Hata nikiishia hapa nimekuchunga. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ilivyo. Nakumbuka kuna siku niko nawaambia watu, mnaimba ovyo ovyo, hataki kujiheshimu, hataki nini? Shida ni nini? Kuanzia leo hakuna nyimbo hapa, hakuna kwaya hapa, tokeni. Nikaondoa kesi. Mzee Mgina, Loksoni, Mzee Mgina alileta Neema, naye aende kwaya. Ndugu yangu ni hatari. Sasa Loksoni naye akamleta mwanae Eva, naye aende kwaya. Neema huyo naye alikuwa mwimba kwaya. Basi ni vituko. Ibeni hivi, alikuwa yule mama nani yule mama Mteweni. Ibeni hivi. Nikatoka mle stondo nilikuwa nakaa mimi. Ndio alikuwa kwenu kwangu. Nikafukuza watu. Na sikuwa mchungaji. Nikasema hakuna kuimba milele, huko ndani hakuna kwaya, na wazo mchungaji. Nikijua mchungaji akisikia hayo atanisupport. Wakakaa baraza la wazee lilivyokaa. Ikawa Jumamosi inayofuata, mimi ndo kiongozi wa vijana. Alikuja hapa Loksoni, akasema madhabahu. Akasema nasikia kuna mtu amemwambia msinde kwaya. Nani anaweza kusema hiyo neno? A pastor for this church, kuanzia leo kwaya irudi, Neema naye akarudi, takataka zote zikarudi, na huyo Neema anayeangalia hapa akarudi, wakagongo kilenda kikarudi. Mimi nilikaa pale na kumwangalia, nikatulia. Na asita roho mtakatifu, yaani yeye ndo mtakatifu kuliko Mungu. Mimi mwenyewe nina dhambi. Yeye anifanyage mtakatifu. Tunatengeneza huku tunaimba. Yeye mtakatifu. Nani amenyooka hapa? Wewe mbeni tu hivyo Mungu atatakasia Mungu. Vinaninyongolota. Nasema amna. Itaeleweka. Sasa nikafuata mgeni. Niambie, haya maneno leo mtuma Loksoni yapoje? Tulipokaa kikao ilionekana wewe una shida. Shida gani? Huwezi kuondoa watu tu
wakati watu wanajifunza, watu kila mtu anatokea taratibu. Nikaanza kujifunza ndio kule. Mara ngapi mimi nimeleta taarifa za neema? Leo neema ipo kumekwaya, hiyo ni kwaya au sinagogi na kuzimu. Mara ngapi mimi nimeleta taarifa za watu wa ajabu, yule aneti anashikwa maziwa huko, anakuja kuimba huko, nimeleta taarifa. Unasema utatubia huko, mtu anashikwa maziwa, kesho anakuja naimba, kesho mtu anashikwa maziwa, kesho mtu anakuja naimba. Sasa sikilizeni. Kanisa ni la Mungu au ni leo litajulikana. Mimi sirudi tena, nikarudi nyumbani. Mungu akaniambia, ukihama kanisa umeniacha. Nikasema sasa Mungu wote tunagombana na wewe. Bila kugombania huku utukuwe na utakatifu. Tena wewe akasema ukihama umeniacha. Tulia, tateni. Ndugu zangu, ndani palikuwa na ujasiri. Nimekaa wakaleta mgonjwa. Wagonjwa wale walikuwa watatu, madada, mabinti. Kabinti kamoja alikuwa na miaka kama 38. Tunatokea kule Kongoe, tunatukumbuka. Tulikuwa tunakuja tutatu hapo. Kenya pepo, hakuna pepo kupiga hata mwayo. Kenya pepo, Kenya pepo, mkina akaja, anamkanyaga kwenye kiatu. Shindwa. Hamna kitu shindwa. Anaweza mkono mimi nimetulia pale. Waliposhindwa kasema, "Tito kwa nini yuko hapa? Pigeni simu." Ndugu yangu, nilipofika tu mlangoni mwa kanisa, pepo wewe akaondoka. Ndugu yangu, kuanzia pale wanasema, "Tito, panga wewe kwa yawe nani atoke." Nikasema neno wa kwanza, fukuza. Lakini niangalia kwa nje wangu, mchungaji mwenyewe amesema, mchungaji nani amesema, "Roho wa Bwana yu juu yangu." Kwa maana Bwana amenitia nini? Hayo maneno aliyasema Yesu akiwa na miaka 30 tu. Anamwambia mzee, kwa sababu ndivyo alivyojiona ndani. Nenda kainuke kwa jina la Yesu. Kafanye kazi unavyosikia ndani. Wewe unaona wewe ni nani? Asiyekuwa na kusumbua, wewe nimekuoa, wewe si ndio ndani, wewe nimekuoa. Piga chini tena hiyo ndoa sio ndoa. Na Bwana nenda kuheshimisha kwa jina la Yesu. Asitokee mtu akajifanya Mungu mtu kati yetu. Mungu wetu ni huyo mmoja na anaishi. Ndiye anayezungumza na wewe majira haya. Nenda katende sawa na ndoto unazoona zinajirudia. Wewe tangu miaka 17 anaota ndoto. Anaota tena. Zote za tafsiri moja, kwamba wewe ni mkuu. Kwamba wewe ni mkuu. Kila akijiangalia anafungwa. Wewe ni mkuu. Anabakwa. Wewe ni mkuu. Anafukuzwa. Wewe ni mkuu. Anauzwa. Mbona haifanani na ndoto? Ndoto naota mimi mkuu. Akitokea na tunafungwa. Ndoto anasema mimi mkuu. Ana huku na huku, lakini bado vision ya ndani ndio Mungu anasema, hata wewe jiangalie ndani unaona nini. Nenda kafanye unavyoona. Ukijiona ni mwanakwaya mkubwa, imba hata ukibaki mmoja, imba kwaya. Ndivyo itakavyokuwa kwako, na Mungu ataishibisha baraka zako ziko juu ya kile unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio niko pale naomba. Holy God. Nimefunga saa 4. 5 hivi. Saa 4, saa 5. Naomba. Kuna naomba jambo fulani. Na hiyo ilikuwa inamaanisha hayo maombi. Mungu. Nikasikia huko nyimbo inaimba. Kuvaa mimi na masuruali kama kahaba, haujui unamkosea Mungu. Nikatoka niko katibu. Huyu ni nani anakwaya yetu? Kabisa mama. Na yule mwingine tena amenisukuma mimi nifie mbali, lakini nikakataa. Yeye ametokea wapi? Akaniambia kuna nyumba huko bondeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa muulize wewe, ulipokuwa unaenda studio ulikuwa unaona nini? Anapoimba, anaona ule wimbo utachukuliwa mara moja, utatupwa duniani. Watu kila mtu ataufuata. Ndivyo anavyoona ndani.
lakini yanaenda kutimia mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoto ya miaka 17 inakuja kutimia. Yusufu akiwa mtu mzima. Usianze kuchunguza unachopanda. Panda, mwagilia, muamini Bwana ataotesha. Leo nikashangaa watu wa huko ambao ni Wakatoliki wako wanapiga nikasukumwa ili niangukie mbali. Namsikia na Esther akaniweka nanga nikalisukuma. Nikasema Mungu wangu, kama Mkatoliki anaipata na Mlutheri anaipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa kuna ile hali inatusumbua. Unajiona ukisimama mbele ya watu utasema kwa moto pamoja mapepo. Ukienda kwa moto yanakuangalia. Kila ukienda kuhubiri mimi ifika kwa moto watu wote tii. Ukienda kwa moto hamna kitu. Sasa ile hali ndio inakatisha tamaa. Na ndio ilivyokuwa hata kwa Yusufu. Mbona haitokei? Sio kazi yako kuyatokeza, ni kazi ya Roho wa Bwana. Endelea kuamini na kusonga mbele na kutenda sawasawa na vision, maono unayopokea kwa Bwana. Akiendelea kuambia weka mkutano mwingine, weka na mwingine, weka kuna saa inakuja ambayo utayaona hayo unayoona katika ndoto wazi wazi. Bwana akubariki, maana saa yangu imeisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Saa yangu imeisha. Mungu akubariki kwa hayo. Mungu wetu anasema hamtakwenda kukimbia, hamtakwenda kwa haraka, bali Bwana atawatangulia na Mungu wa Israeli atawafuata nyuma walinde. Ndivyo Mungu anapotembea na watu, hatua kidogo kidogo, lakini ndivyo mnaenda hivyo kwenye baraka. Usije ukakata tamaa. Naomba Mungu akuinue tena. Usikate tamaa katika kile Mungu alichokuonesha, ana kinakuja. Sasa hebu niwe naomba na wangapi ambao nasema mimi na jambo ambalo natamani liwe, kila nikikaa nasikia ndani lakini ugumu, nasikia ndani ili nijue naomba na nani. Unasikia ugumu, Mungu wetu anaishi. Mimi nakutia moyo tu ni Tito, lakini ndani kuna Roho wa Bwana ambaye ataenda kukutia nguvu. Hakuna Mungu kama wewe. Saa nzima tutagaragara hapa, saa nzima tutalia hapa, mpaka Mungu aonyeshe yale maono yetu, turudi kwenye neema. Mungu kama wewe. Sema Bwana Yesu, nimekukosea, nimerudi nyuma, nimekata tamaa, nimevunjika moyo kwa kutazama nje, lakini kwa ndani naona Mungu kule ulichopanda ndani yangu. Wewe ni mdogo mzuri ambaye anaenda kuzaa 100, ambaye anaenda kuzaa 60 na anaenda kuzaa 30. Bwana, sitaficha tena talanta yako kwenye leso, bali nitaenda kuiuza, nitaenda kuiweka mahali pa faida. Bwana, naomba yale maono unanionyesha ya kwamba mimi ni mfanya biashara mkubwa, ni mtumishi wako mkubwa, ni mwimbaji mkubwa. Baba yatimie, kwamba nimeolewa ndoa ya thamani. Baba yatimie, kwamba nimezaa watoto wazuri. Baba yatimie. Endelea kuomba sasa. Baba ikamataba, naomba toba kwa ajili ya watu hawa. Naomba toba kwa yule aliyekata tamaa. Naomba toba kwa yule aliyevunjika moyo. Naomba toba kwa yule aliyevunjika moyo. Jehova Shama, najua ni kazi ya Ibilisi kuwavuta watu. Hata Yusufu alivutwa, akakatishwa tamaa, akafungwa gerezani bila kosa, ili aweze kuzoofishwa, akauzwa, akapelekwa Babeli utumwani, ili kwamba kate tamaa, aone kwamba ndoto zake zimeishia hapo. Na hata waliomuuza walisema tumuuze tuone ndoto zake zitakuaje. Lakini Bwana yule anayekung'ang'ania anaenda kula mema nchi. Likapashaka liamakasakala liamatala. Baba, huko niweka hapa bure. Umeniweka nizae watoto wenye nguvu, umeniweka nizae watoto wenye neema, umeniweka nizae watoto wenye nguvu. Bwana tembea, tembea Mfalme, tembea Jehova, tembea mwenye nguvu, tembea mahali hapa, tembea kwa kila mmoja, kila ulichoweka ndani, kila ulichohifadhi ndani, hatima
Kailuni. Vita ya hatima ni kubwa, lakini hatimaye kuna ushindi, hatimaye kuna ushindi, hatimaye kuna ushindi. Wale unayoona ndiyo yanaenda kuwa. Baba ulisema na Yeremia ya kwamba Yeremia unaona nini? Yeremia akasema naona mfiki wa mlozi. Yeremia akasema naona mfiki wa mlozi. Yeremia akasema naona sufuria tokotao, naona sufuria tokotao, na moshi wake unaelekea mashariki, na moshi wake unaelekea kaskazini. Unasema umeona vema, umeona vema. Baba tazama mtoto wako ameona vema, lakini kwa mwovu anawapinga. Wawe hafananishi, azima yoyote kuyakubali kwenda kusanya nini na kuwa yenu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea uliokuwa unayaomba, yapokea moyoni mwako. Hafananishi. Ndio Mungu anataka mwenye imani, anataka wewe unayeamini. Usiombe huku na imani hapa, unatenda mambo ambayo hawezi kutenda. Unafanya ishara ambazo wanadamu hawezi. Hafananishwi, hafananishwi na kitu. Wewe haulinganishwi, haulinganishwi na kitu. Wewe barikiwa, mtukuze Bwana, mshangilie kwa makofi na Bwana akufanye kuwa kichwa